ina tabia ya kushinda siku zote. Ndiyo maana Legal Human Rights Center na wadau wake 14 wameamua kusambaza uelewa wa rasimu ya pili ya katiba. Najua wana mapenzi mema na taifa hili. Ndiyo maana wakaamua kurudisha agenda ya katiba na mchakato wa katiba katika mioyo yetu, katika masikio. Ahusike katika mchakato wa katiba. Katiba ni yetu na taifa ni letu. Vijana, ni wakati wenu. Dada zangu, kaka zangu, changamoto ni kwenu. Shirikianeni kupata katiba bora. Kila mmoja ahusike. Katiba bora ni maisha bora, kwa sababu taifa ni letu, katiba ni yetu. Tuungane kwa pamoja, tuhakikishe tunapata katiba inayoangalia maisha yetu toka mwanzo mpaka mwisho. Haya ni machache tu, tukiunga mkono tutapata katiba tunayoitaka. Katiba ni yetu! Tanzania oye! Oye! Nchi hii ni yetu na katiba ni yetu. Naomba sote tuhusike. Taifa ni letu, katiba ni yetu. Sote tuhusike. Taifa ni letu, katiba ni yetu. Sote tuhusike. Katiba ni yetu, sote tuhusike. Taifa ni letu, katiba ni yetu. Sote mbona unaenda shule? Alafu ukija hapo unatuletea viswali vyako, sijui sayansi imefanya nini na nini? Unakuwa nini unaenda shule? Sasa baba, mbio zote hizo si nilikwambia mimi, mwalimu amesema tusingalishe bwa zetu darasani kama hatuna ada. Wewe una wazimu nini? Yaani mbio zote mimi ukimbilia wewe? Wewe una wazimu? Mimi ukimbilia wewe? Hebu niangalie viatu vangu vya ngozi kama viko tayari. Na mamako kwa na chakula vipi? Bado. Mpaka saa hizi. Hebu nenda kama ngele mamako. Na wewe wake vipi? Unatupigia na kelele, tuna pikipiki lako wewe. Kiwese baba kimekata. Kiwese ndio nini? Mafuta yamekata huko. Hivi, kwanza naomba nikwambie kitu kimoja Joakim. Tatizo mnashindwa kutofautisha lugha zenu kati ya vijana wenzenu na wazee watu wenye heshima. Umeshindwa nini kusema mafuta mpaka useme wese? Wese ndio nini? Lakini mimi sinakuletea hesabu baba, pikipiki si yako, mimi sinakuletea hesabu baba. Hivyo 200 hivyo vya sigara ndio unaniletea. Wewe unanipa shilingi ngapi niko kutoa duniani hapo kuzaa? Nitakukulea. Mimi nimekuzaa umenipa nini? Hii 200 ya sigara unaonipa? Mimi leo na kikao cha katiba bwana. Na hivyo ndio vitu muhimu. Na hata kama hiyo pikipiki ingewaka nilikwambia usende. Washa pikipiki yako kikao cha katiba. Mimi mambo katiba mimi nusu nini sasa? Akikuhusu afu matokeo yake mnakaa mnaanza kulaumu. Si mnalaumu nyinyi, au kitu fulani bila nyinyi unafikiri katiba itatekelezwa nzuri? Katiba. Wewe Mama Jamsi. Mama Jamsi. Nini sasa unacharuka? Wapi tena? Wapi na wapi saizi mke wangu? Sasa mume wangu hapo ushaanza kucharuka tayari. Sasa mimi naenda gombana mtakabaji maji ndani hamna. Sasa nikwambia kitu kimoja mke wangu, leo nadhani nimeshakwambia kwamba leo ndio siku wataalamu wa katiba wanakuja hapa ili sisi kama wananchi tuchangie. Kila mmoja ana nafasi ya kuweza kuchangia katiba ya nchi yake. Sasa mpaka sasa hizo hujapika nani? Na wale wataalamu wanakuja na mimi inabidi niwapokee. Sasa sikiza nikwambie mume wangu. Ile swala la chakula kwa sasa hailisha. Mimi naenda kuteka maji, nikirudi na wadabo leo. Chakula cha asubuhi, cha mchana, cha jioni. Chote mtakula mchana. Sawa mume wangu. Tena leo nimekupangia chakula kizuri. Asubuhi nakupikia miogo, mchana nakupikia ugali wa muhogo,
na kisamvu. Sawa mume wangu? Bwana fanya haraka mke wangu bwana, tuende kwenye kikao cha katiba bwana. Mimi mwenyewe ndo ninakitaka kikao cha katiba. Lakini labda nikwambie kitu kimoja mke wangu. Mke wangu. Mimi somo la utani shuleni mimi sijalizoea. Unaelewa? Sasa nani amekutania hapa? Sasa umenitani wewe, mtu atakulaje chakula dabo namna hiyo mke wangu? Lakini sasa nenda kuteka maji, yani ninakupigia dabo ili kesho asubuhi usisumbue, kwa sababu maji yenyewe ni ya shida. Kwa hiyo asubuhi mimi ndataka kwenye maji. Sikiza nikwambie. Mimi niko tayari tusile. Leo ni siku muhimu, siku ambayo hatutaweza kuipata tena pengine wakati mwingine mpaka sisi tukaondoka. Siku ya kujadili rasimu ya katiba yetu inayotuongoza sisi. Siku hii ya leo. Sasa ni lazima kila mtu aende akachangie. Wale mwenyekiti. Comrade. Naam. Karibu, mbona unatembea kama uliyezulumiwa change na conduct? Bora ningezulumiwa change mwenyekiti. Lakini tangu jana sijielewi na hisi ninaoma. Sasa comrade, ungekwenda hospitali. Wewe baada ya kwenda hospitali unakuja hapa. Hivi umeona mimi ni mganga kienyeji ndugu yangu? Wewe utakuja tutakufukia sisi wewe. Fanya masiala yako tu. Ungekuwa mganga kienyeji wewe. Ingekwaje? Wangeshakupiga siku nyingi. Mimi? Wewe unijue? Basi subiri. Mimi bwana naitwa mzee wa Kung Fu. Tafadhali bwana. Umeelewa? Kwa maana ningeanza hapa. Alafu nikaja hapa. Ya! Basi mwenyekiti, ndio kushaua. Wewe uko vizuri. Uko vizuri ndugu yangu. Kwa hiyo sasa mwenyekiti, tuleta cha muhimu hasa bwana. Nikopeshe pesa niende hospitali nikajitibie ndugu yangu. Unajua amenishika kweli. Hivi, comrade. Mnavyoona kwamba mtu ana cheo labda pengine mwenyekiti, hivi unafikiri sisi tunalipwa hela? Au ni ile bendera ilikuwa pale ofisini? Nenda basi kachukua ende nayo ile. Hatulipwi sisi. Nafahamu wale si nzuri mwenyekiti. Lakini jungu kuu walikosi ukoko bwana. Sasa wewe mmoja watu wazima wenyewe bwana. Ndio viongozi wetu. Twende wapi? Wewe sasa umekuja kuazima jamvi msibani. Mwanangu sasa hivi hapa pikipiki lake hapa lilikuwa sio lina mafuta na nini? Nimekataa weka ni kwangu mpaka nimetoa ile hela. Sasa mpuku alikosi ukoko. Ninakosaga kati. Unakwangua. Inapatikana kidogo. Bwana, ukoko wenyewe ndio huu. Wahi uende hospitali usije kanifia hapa. Wewe naenda bwana. Mwenyekiti siaba. Ulichokipata ndio hicho. Utegemee. Sasa bwana, naomba fanya mambo yako yote. Nenda kapate dawa. Lakini uje kwenye kikao cha katiba leo, nadhani unafahamu. Katiba? Katiba? So wanakuja wataalamu leo katika kijiji kwetu, kila mtu atoe mawazo yake, mchango wake juu ya utengenezaji wa katiba mpya. Na watu kama nyinyi inabidi mwende pia. Hali yangu mimi tasikilizwa na nani ndugu yangu? Tutasikilizwa kama watu kama siku kwa hali hii nikasikilizwa mimi pale kweli? Atasikilizwa kila mtu na maoni yake. Tafadhali bwana. Na nyinyi mna haki zenu walemavu. Kwa sababu mnaelezea matatizo yenu walemavu kwamba serikali inawajali vipi. Ni vitu muhimu. Sasa mkikosekana nyinyi kutoa mchango wenu, nani atatolea mchango nyinyi walemavu? Lakini nalo hilo neno hilo. Au sio Hilo neno. Usikose. Basi huu ndio muda mwafaka wa kueleza kero yangu mimi. Sawa kabisa. Hakikisha sio. Yaani hata kama naumwa mimi nitatambaa nifike pale. Kawakilishe walemavu wenzako. Na unaruhusiwa kuongea lile ambalo ulilonalo kwamba kifanyike nini. Sawa. Sawa? Ni muhimu kufanya. Nashukuru sana. Wewe fanya hivyo bwana. Na unaona jasho linakutiririka. Kisha na hamasa na nini? Hapa nilipo nina njaa. Nyinyi ndio wavuja jasho. Nafurahi kusikia penye kama nyinyi. Wewe kiti. Haya bwana. Huyu bwana anaumwa kweli au vipi? Kwa sababu huyu bwana naye huyu tunamkataza siku zote huyu. Anaweza kwenda kunywa gongo hii hela hii. Jamani, fanya sisi wajinga. Tumeweka foleni toka saa 12 hapa. Wanakuja kuchota wanatufanya sisi wapumbavu.
Ina maana nyinyi hamteki maji, lazima mgombane, au sio? Sio tumeweka foleni toka alfajiri hapa ya mawe. Shoga yangu. Amchoki hapa Jamani, maji yenyewe yatakatika sasa hivi hapa. Yanakuja saa 11 alfajiri, yanakatika saa 1 asubuhi. Tufanye hivi, tutachota saa ngapi hapa? Tutapata maji hapa. Nasema hapa tunachota. Tulieni kwanza. Hebu tulieni kwanza. Nataka kwenda zangu marejesho. Kidogo nije kunikinga. Afu nyinyi mtakinga baadaye. Hayatuhusu. Nishasema ninataka kwenda marejesho, nitapika niondoke. Marejesho haituhusu bibi. Kina mama jamani, hebu jamani tafadhali. Vipi? Kulikoni? Hili swala la maji hili ni shida kweli. Sembuse tungekuwa na katiba nzuri, ingeweza kuwa imetutatulia matatizo yote haya. Yaani naona hili ni tatizo tu la katiba. Ingekuwa na katiba ambayo inaweza kuangalia mambo yote haya, hii shida kina mama mnaopata kuombea maji singekuwepo. Inahusu. Na kuuliza inahusu. Kwa kweli inahusu. Kwa sababu katiba ndio inaweza ikaweka mifumo itakayotusaidia mambo ya maji yasiyo tatizo. Swala la kukosekana kwa maji hili ni swala la utawala mbovu. Kwamba hatujawa na watawala wetu, unajua tunao serikali za mitaa, wangekuwa wameratibu mambo haya yote vizuri, tusingekuwa na shida ya maji. Nakwambieni tungekuwa maji yanatiririka mpaka majumbani mwetu. Lakini kwa sababu utawala sio mzuri, miundombinu ya mwaka 1961 iko mpaka leo. Wakati ule tukiwa watu milioni 9, sasa hivi tuko milioni karibu 50. Mambo yale kwa sababu utawala hujajipanga vizuri. Na shida ni kwamba katiba kama sheria mama haijaweka hilo swala, huo mfumo kwamba serikali iliyoko madarakani ihakikishe kwamba inasimamia haki miundo mbinu itakayosaidia watu waweze kupata haki yao ya maji. Sawa. Hivi. Kwa hiyo hii hali itakuwa hivi milele Amina? Hii ya maji kwa hivi? Ndio. Haitakuwa milele kwa sababu bahati nzuri sasa hivi tuko kwenye swala la kuandaa katiba mpya. Tuko kwenye mchakato wa katiba mpya. Hamjausikia jamani? Mchakato ni ndoa za Kichina au ndio inahusu hiyo? Mchakato jamani, wewe kwa sababu muda mwingi mko kwenye kuhangaikia maji na nini, hamjapata nafasi ya kuangalia mambo yanayoendelea nchini. Sasa hivi tuko katika kutengeneza katiba mpya. Katiba ni sheria mama ambayo inaweka mifumo yote vizuri, masuala ya ardhi, masuala ya afya, masuala ya maji, elimu, unaona Sasa shida ni kwamba watu hatushiriki. Na huu mchakato jinsi ulivyo, kama wote tutashiriki, kwa mfano ninyi wakina mama mkaanza kuelezea hili tatizo la maji, ninyi ndio mnalielewa vizuri, ona mnavyogombana hapa, mkaenda pale mkaelezea, mchakato utawekwa kiasi ambacho kwenye katiba sasa itaandikwa kabisa wazi, maji ni haki za binadamu na watu wote Tanzania wanatakiwa wapate maji, na serikali iliwajibishwa kikatiba kuhakikisha kwamba maji hapo. Si ndio jamani? Na mimi ninavyofahamu hapa kijijini hapa leo kutakuwa na mkutano ambao utakuwa unahusiana na mambo hayo ya mchakato wa katiba mpya. Yaani mkutano lazima tuje. Yaani ni muhimu. Jioni kabisa mmeshamaliza shughuli zenu hizo za kuchota maji na nini, mwende. Mkifika pale mnatoa hoja. Sawa. Lazima tutakuja. Huo mkutano msikose. Kama mimi na swala la elimu naenda nalo. Si ndio jamani? Haya jamani akina mama, asanteni, poleni na msiendelee kugombana. Maana shida sio ninyi, shida ni hii miundombinu. Ngoja nichote maji. Ngoja tuchote tuondoke jamani. Haya mimi jamani, basi mimi napita. Jamani, sasa nianze mimi hapa, maana mimi nina pressure. Hapa hamna habari za pressure wala BP. Kevin. Gonga kengele ya dharura sasa hivi. Piga mpira wewe. Sasa wewe ndo unajua sana kucheza. Piga mpira tutakutoa nje. Jamani nina swali. Maswali darasani, lete mpira huo. Jamani najua, sikilizeni. Baba kaniambia heti leo kuna mkutano wa katiba. Habari gani hiyo unaleta? Mpira wa katiba saa Tanzania na kombe la dunia. Eti jamani. Mzoa maswali sio kuwa na majibu. Tengeni na gongo twende tukali.
Tulieni. Sitaki kusikia kelele. Leo nataka kuzungumza na ninyi wote. Mnisikilize kwa makini. Niliagiza kwamba michango yote ya shule wanafunzi wote wawe wamelipa mara moja. Lakini inaonekana wengine hampeleki taarifa nyumbani kwenu, alafu mnaleta vibulibuli hapa. Kwa hiyo sasa, mnanisikia vizuri? Wote ambao wamelipa michango yao yote muondoke na mkaendelee na ratiba nyingine. Lakini wale ambao hawajalipa wabaki hapa pamoja. Kuna tabia ya wanafunzi hawapeleki taarifa. Kila siku nilikuwa nazungumza kitu kimoja, lakini kwa sababu gani hamnielewi? Na mara kwa mara nilikuwa nasisitiza, na wenzenu wamefuata taratibu. Sasa juzi nimewaambia msiwaone hapa. Leo mmetia tena pua zenu. Sasa nawaambia kwa mara ya mwisho, sitaki kuona pua zenu hapa kama hamjaleta hii michango. Mnanielewa? Mnanielewa? Ndio. Sitaki kuona. Na sasa hivi, kuanzia sasa hivi, kwenda zenu nyumbani kwenu. Mwalimu, tafadhali, kiomba nikuone mara moja. Mwalimu. Ndio mama. Habari za kazi mwalimu? Nzuri. Na una shida gani mama? Sidhani kama ni shida hasa, nimekuja kwa ajili ya swala la binti huyu, mjukuu wangu. Lakini pia nilipokuwa nakuja nimekusikia ukiongea na watoto hao. Na katika kuongea nao naona kama kuna swala la kuwaondoa shuleni kwa sababu ya michango hii. Na hawa watoto kwanza, mambo unaowaambia kwa kweli kwanza si wao wanatakiwa kuambiwa. Kwa sababu wao watoto hawa wamekuja hapa kusoma na wanasomeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wazazi, kama kuna jambo lolote ambalo wazazi wamekubaliana, basi wa kuambiwa ni wazazi na si watoto, kwa sababu watoto hawa hawatafuti fedha, hawana uwezo. Lakini pia hili swala ni swala la kisheria, kwa sababu kwenye sheria yetu inasemekana kwamba elimu ya msingi ni bure na kila mtoto anatakiwa apate elimu hiyo bure. Kwa hiyo haya mambo mengine yoyote hayatakiwi kuathiri. Kwa mfano hivi unaambiwa kwamba kesho wasirudi shuleni, na wao wana haki ya kupata hii elimu mwalimu. Unafikiri itakuwaje? Na unajua kabisa sasa hivi tunayo hiyo sheria ya elimu, lakini pia tumekazana sana hata kwenye huu mchakato wa katiba mpya kuweka swala hili la elimu, watoto wapate elimu bora. Watoto wakiwa kila siku mara wamerudishwa nyumbani kwa sababu sijui hawana hiki hawana kile, hiyo elimu bora kweli itapatikana mwalimu? Kwa hiyo katiba mpya ndio everything. Mimi sioni kwamba ni kila kitu hiyo rasimu ya katiba, lakini ni kitu cha msingi sana cha kutusaidia, kwa sababu hata ninyi walimu mnapata shida. Ninajua kwa nini saa nyingine inabidi mtoe michango hii. Ni kwa sababu serikali haijatoa fedha za kutosha kwa ajili ya wanafunzi waweze kusoma. Ndio maana walimu inabidi mchangie, sijui mchango wa mlinzi, mchango sijui wa madaftari, kitu ambacho hicho kinatakiwa kifanywe na serikali. Kwa hiyo katiba hii rasimu jinsi ilivyowekwa itasaidia sana kwamba walimu msipate shida, watoto waweze kuja shuleni na watu waweze kusoma, kwa sababu rasilimali zitawekwa za kutosha kuweza kuwapatia watoto kila kitu wanachokihitaji shuleni bila mzazi au bila walimu kuhangaika kama ambavyo mnahangaika sasa hivi. Hayo mambo ya msingi yaliyokosekana ndani ya katiba ni kitu gani? Kwa mfano kama katiba tulionao sasa hivi, shida yake kubwa ni kwamba haijatoa swala la elimu kama haki ya msingi. Sasa hivi katiba ya mwaka 1977 inaelezea swala la elimu kama jambo tu la kisera, haijatolewa kama haki. Lakini rasimu yetu hii ya sasa imeweka haki kabisa kwenye haki za msingi alizonazo mtoto. Kwenye ibara ya 43 ni kwamba mtoto ana haki ya kupata elimu bora, na elimu ya msingi itakuwa bure, na serikali itahakikisha inatoa fedha za kutosha ili watoto waweze kusoma bila kuhangaishwa kurudishwa nyumbani, sijui hakuna hiki sijui hakuna kile. Na iwapo itashindikana, serikali haitafanya hivyo, wazazi hata watoto wenyewe wanaweza kwenda mbele ya mahakama kuidai haki hii. Sasa nashukuru sana mama kwa hilo ambalo umezungumza, lakini mimi sikuwa na maana ya kufukuza. James hebu ambie wenzako pamoja na wewe mrudi darasani. Mimi nimewafukuza? Hapana mwalimu. Nimewafukuza? Haya, waambie wenzako wote mrudi darasani. Kwa hiyo rasimu ya katiba mpya
tunaweza tukaipataje? Kuna mashirika mbalimbali wameshaanza kuirahisisha hiyo rasimu kwa lugha nyepesi, kwa hiyo wanagawanya. Pia imewekwa katika mambo mengi. Kuna nyingine iko kwenye CD kwa wale ambao wanaweza kucheza kwenye CD, kuna nyingine iko kwenye flash. Kwa hiyo unaweza kuipata popote. Unaweza kuwasiliana na hawa mashirika yanayotoa misaada ya kisheria kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, wanatoa hiyo rasimu, wanaigawa bure. Na kila mtu sasa anatakiwa afuatilie, uisome mwalimu. Kwa mfano wewe sasa hivi hata kwenye somo lenu la uraia hapa shuleni, muwasaidie watoto waangalie hiyo rasimu, hasa ile sehemu ya haki za binadamu, hasa hiyo ibara ya 43 ambayo inahusu sana masuala ya haki za watoto na swala la haki ya elimu. Ala, hii umeshapima? Nimekwambia ukapime vipimo nilivyokuandikia kwenye cheti. Umeniambia umeme umekatika na mashine za kupimia ni mbovu daktari. Hilo mbona linafahamika? Nenda hapo nyuma kuna laboratory. Wakupime uje nikuandikie dawa ukatumie. Ndiko ninakotoka, wanahitaji hela. Sasa si ukalipe tu. Kuna tatizo gani? Mpaka nafika hapa, unaweza kulipia sizioni. Pesa ya cheti yenyewe tu umefanya kusaidiwa na mwenyekiti. Vipimo vya nje nitaviweza wapi daktari? Au tunasaida kulipia? Kwani hizo mashine zetu zitapona lini zitusaidie daktari? Bure mbona haipo? Nenda ukakae nyumbani, ukipata pesa utarudi tukutibu. Nyumbani tena? Tena.